Hey guys, kama ni mara yako kwanza kwenye channel hii, naomba usubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Leo nataka naonyeshe jinsi gani ya kutumia matchup. Kuna settings ukiifanya itakusaidia wewe kukaba vizuri na kuwa na balance nzuri ya mchezo na itakupelekea pia kushinda mechi zako, hususan kwenye football league kule division kule. Na setting hii itakufanya ufike division 1 kila phase. Kabla sijafika huko, naomba nielezee kidogo kwenye upande wa kikosi kidogo, vitu ambavyo tulikuwa uvifanye kwenye kikosi chako. Kitu cha kwanza utahakikisha inategemea sasa. Kama binafsi hapa kwenye touchline yangu mabeki hapa ni defensive fullback na defensive fullback au left defensive fullback na right defensive fullback. Kama wewe ukiwa hauna watu wote wawili defensive fullback, mmoja utameka attacking, mmoja utameka defensive. Na chengine cha kuzingatia hapa kati ya center back za kati hizi, mmoja atakiwa destroyer, umeona, mwingine anatakiwa awe build up hapa. Na ukija kwa namba 6 hapo kwenye DMF unatakiwa kuwa na anchorman ambao hapo Edmilson. Sasa inategemea sasa kwa Rijkaard, Rodri au Edmilson, yote tushida tu ya nini anchorman. Na kitu kingine sasa unatakiwa uwe na CMF mmoja ambaye ni stretch, ambaye anaweza kwenda na hoodie. Mbona hapo also sasa huko juu tutaangalia sasa, sema mara nyingi eneo la namba 10 hapa AMF tutegemea sasa. Kama hapa nimeweka ni whole player ambaye Rivaldo na Del Piero, inategemea sana wewe jinsi utaikaje kikosi chako upate kushambulia. Ila kwa huku Juma na viungo kama nilivyoelezea ndio hivyo. Mmoja kupanda fullback, huku mmoja utameka defensive fullback, mwingine utameka right fullback. Kama ukiwa nao wote utaweka wote defensive fullback. Sasa kupitia safu ya mabeki hivi na hiyo settings nitakayoelezea hapa itakufanya uwin kila mechi, hususan football league division kule. Bila kupoteza muda, tutendeni kwenye setting ya itakufanya kuwa uweze mchezo vizuri, uweze kukaba vizuri na uweze kushinda mechi zako. Utakuja hapa extra, then utaingia game settings, utakuja kwenye play settings, utakuja simu utaandika button configuration hapa. Haya, upande itakuja kama hivyo. Upande wa attacking pako sawa, upande wa defending panakuja pako hivi. Unaona hivi? Inakuwa match hapa juu, chini switch, juu tackle, hapa chini dash and pressure. Sasa mimi hapa kwa hiyo settings ambayo nimeifanya mimi, ambayo naelekeza na nyie ili muweze kuwin mechi zenu, unatakiwa kufanya hivi. Utaigusa hii match up, utatekezea hivyo, utakuja dash and pressure, utagusa hapa, then utafanya done. Kupitia hii settings naonyesha hapa itakupelekea wewe kila game una win mechi zako, na hata kama uto win game zote, sema itakuwa unapunguza idadi ya magoli, kwa sababu sasa hivi matchup baada ya update ya juzi walifanya Konami, matchup imekuwa kama kukaba sasa hivi inakuwa ni shida sana. Maana ndio hivyo. Kisha kwanza unakuwa na kikosi bora na mfumo bora, na kila mchezaji anaweka katika sehemu yake sahihi. Usipange kitu kingine nimekumbuka, usipange mchezaji kulingana na mapenzi, panga mchezaji kulingana na uwezo wake uwanjani. Mfano tenda hiki kitu cha muhimu kweli, yani unajua kuna mtu mwingine anapanga mchezaji kulingana na mapenzi. Kama hapa panga mchezaji ambaye kulingana na details zake, ndio kukusaidia. Sio kama mimi jamaa kwa defensive awareness wa Kiswahili. Kitu kingine, hakikisheni beki za kati zina speed. Sababu ukutana na mafuadi kama kina Eto'o, Ruminige, acha beki wakati ana speed za 89, 90 mpaka 91.
hapo unaweza kukava vizuri. 89 90 91. Hiki ni kitu cha kuzingatia. Usipange mchezaji kulingana na mapenzi yako. Sasa ukijifanya unampenda unampanga, pana utafungwa kila game. Maana huyu hapa ana speed 80, pia sio mbaya. 80, 85, 86, 90 hivyo. Sasa ikitokea mmoja na 80, basi hakikisha mmoja anakuwa na 90 au 91. Kwa jamani, kama ndio hivyo, kama nilivyoelekeza ndio hivyo. Kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii, naomba subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Asanteni sana.